Utabiri wa nyota Jumatatu tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026. Jua liko katika nyota ya Simba na huku mwezi ukiwa katika nyota ya Mshale. Siku ya leo ni siku ya nishati ya matumaini, pia kupanua fursa na kuweza kujiamini zaidi, kwa sababu jua likiwa katika nyota ya Simba linatuhamasisha tuweze kuonyesha vipaji vyetu, tuweze kuchukua nafasi za uongozi na pia tufanye maamuzi yenye ujasiri. Mwezi nao ukiwa katika Mshale ni siku ambayo inaongeza hamu ya maendeleo, na tukiona pia Mshale ni nyota ya elimu, masuala ya kusafiri na hata pia kuchukua fursa mpya. Kwa hiyo hii ni siku nzuri sana kwa mtu ambaye pengine anataka kuanza mipango mipya, mtu anataka kupanua biashara, mtu anataka kujifunza, mtu anataka kujenga mahusiano yenye manufaa. Lakini hata hivyo, hii nishati inakuambia pia uweze kuepuka kufanya vitu kwa haraka, kwa sababu kunaweza kuwa na hisia ya kuwa unataka kufanya kitu kwa haraka. Kwa hivyo kuwa makini, kwa sababu ile kutaka kufanya vitu kwa haraka inaweza kuongeza vurugu au ikafanya mipango yako isiende sawa. Kwa hiyo tuangalia nyota zote 12 tujue nishati ya nyota hizo siku ya leo Jumatatu tarehe 27. Tukianza na nyota ya kwanza, nyota ya Aries au nyota ya punda, kwa watu waliozaliwa Machi tarehe 21 hadi April tarehe 19. Leo utaweza kudhibiti maneno na hisia zako, na jambo ambalo litaboresha mahusiano yako linaweza tokea leo, kwa sababu unaweza kupanga kufanya maboresho ya nyumba, mahusiano, hata unaweza kununua vitu vya kupendezesha makazi yako. Pia kunaweza tokea hafla za kijamii ambazo zitakufanya uweze kukutanisha na watu muhimu watakao kufungulia fursa mpya. Upande wa fedha unaonyesha kuwa kuna mfululizo wa mapato, na hata kama kuna watu ambao wanajaribu kukuvuruga iwe katika kazi au mahusiano yako, utafanikiwa katika malengo yako, hivyo usiogope kwa chochote unachokipanga. Tukiangalia nyota ya Taurus au nyota ya ng'ombe, ni kwa watu waliozaliwa Aprili 20 hadi Mei 20. Naona baada ya kupata mapumziko mazuri, hasa kama utajipumzisha, utaanza kujihisi mwenye nguvu na afya njema. Pia kujiamini kwako kutaongezeka na utasaidia watu wanaohitaji msaada. Bahati itaendelea kuwa upande wako, hasa katika mipango yako ya biashara na pia fedha. Pia baadhi yenu mnaweza kuanza kufikiria kuanza biashara mpya ambayo itakuwa na faida kubwa, ingawa wengine mnaambiwa kuwa mzingatie afya na mpumzike, kwa sababu kama mnaweza kupata maumivu ya kichwa. Nyota ya tatu, Gemini au nyota ya mapacha, ni kwa watu waliozaliwa Mei 21 hadi Juni tarehe 20. Naona kuna uchovu ambao utaweza kupunguza hamasa yenu mwanzoni mwa siku, hasa masaa ya asubuhi, lakini siku inavyoenda kutakuwa na vitu vitaanza kufunguka, kwa sababu asubuhi mnaweza kuchelewesha sawa baadhi ya mipango yenu. Pia unaambiwa kama ina nyota Gemini, epuka safari zisizo za lazima na usifanye maamuzi ukiwa na hasira. Hata hivyo, nyota zinaonyesha kuwa bahati yako haijapotea, bado iko. Endelea kuwa na imani na endelea kuomba, kwa sababu fursa inaweza kubadilisha maisha yako ambayo yako karibu kujitokeza na kung'aa zaidi. Nyota ya 4, nyota ya Cancer, naona ni kwa watu waliozaliwa Juni tarehe 22 hadi Julai tarehe 22. Kuna biashara na kazi vinaanza kuonyesha dalili za ukuaji. Kunaweza kutokea oda mpya au mtu kutaka msaada wa kuweza wewe kumshawishi. Pia wale ambao wanatafuta kazi wanaweza kupata nafasi nzuri katika kipindi kijacho. Mahusiano ya kimapenzi yataimarika, ingawa baadhi yenu mnaweza kupitia mabadiliko yasiyotarajiwa. Ikiwa umekuwa ukisubiri kazi, kuna dalili nzuri sana za mafanikio katika wiki zijazo, na kuna mtu ataanza kuonyesha hisia zake kwako, hivyo kuwa tayari. Kama wewe ni single utapata mpenzi. Nyota ya 5, Leo au nyota ya Simba, ni kwa wale waliozaliwa Julai tarehe 23 hadi Agosti tarehe 22. Naona kuwa majukumu mengi yanaweza kukufanya uwe na shughuli nyingi, lakini juhudi zako zitatambuliwa na kukuletea nafasi ya kupanda cheo au kukupatia motisha. Njia zako za bahati zitafunguka na kuna uwezekano wa wewe kupokea fedha ambazo zitakusaidia kukimu mahitaji yako muhimu, na pia zitakuongezea furaha katika maisha yako. Nyota ya 6, nyota ya Virgo au nyota ya Mashuke, ni kwa wale waliozaliwa Agosti 23 hadi Septemba 22. Naona baraka kutoka kwa watu wenye uzoefu au viongozi zitakusaidia wewe uweze kushinda changamoto ambayo imekuzuia. Pia miradi iliyokwama itaanza kusonga mbele na fedha zilizochelewa zinaweza kupatikana. Husda na bahati mbaya vitaanza kuondoka.
huku ukifunguliwa milango ya kazi, ndoa au maendeleo mengine muhimu maishani. Nyota ya 7, nyota ya Libra au nyota ya Mizani ni kwa wale waliozaliwa Septemba tarehe 23 hadi Oktoba tarehe 22. Unaweza kujisikia mwenye mawazo mengi pia hii ni kutokana na mabadiliko yako ya ratiba. Kwa hivyo epuka kufanya uwekezaji mkubwa Jumatatu. Hata hivyo, malengo yako ya kupata kazi au maendeleo yanaendelea kusonga mbele. Kwa hivyo kuwa mwangalifu pia na mtu kutoka maisha yako ya zamani ambaye anaweza kuja na kujaribu kuvuruga amani au mipango yako. Nyota ya 8, nyota ya Scorpio au nyota ya Nge ni kwa wale waliozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21. Bahati ya fedha inaongezeka na unaweza kupokea malipo ambayo yalikuwa yamechelewa. Kazini unaweza kupewa nafasi ya kuongoza mradi muhimu au kupata motisha ya mahusiano, hiyo ni masuala ya ndoa au mapenzi yanaweza kuimarika. Lakini epuka kuruhusu watu ambao wako na wivu au maneno mengi. Haya maneno yataathiri mipango yako ya kazi. Nyota ya 9, nyota ya Sagittarius au nyota ya Mshale ni nyota ambao ni ya watu waliozaliwa Novemba 22 hadi Disemba tarehe 21. Uwezo wako kwa wasiliana utakusaidia kutatua changamoto nyingi na hata kufungua milango yako ya maendeleo. Pia kuna mafunzo mapya yanaweza kuboresha taaluma na bahati ya fedha itaongezeka. Nyota ambazo zinaonyesha kuwa unakaribia kuingia katika kipindi kipya katika cha mafanikio, haswa mwezi ukiwa katika upande wako leo. Huku kuna mpenzi wako atakuonyesha upendo zaidi na kutatokea fursa nzuri za kifedha ambazo zitajitokeza leo. Capricorn au nyota ya Mbuzi ni nyota ya 10 kwa wale waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari tarehe 19. Leo unaweza kujishughulisha na masuala ya elimu, watoto na hata maendeleo ya kazi. Pia kutakuwa na habari njema kuhusu usaili au nafasi ya kazi itaweza kufikia. Baada ya kutokuelewana na mpenzi wako, maelewano yanaweza kurejea. Kwa hivyo epuka kufanya maamuzi yaliyochochewa na hasira au kutamani kulipiza kisasi. Nyota ya 11, nyota ya Aquarius au nyota ya Ndoo ni kwa wale waliozaliwa Januari tarehe 20 hadi Februari tarehe 18. Kuna mabadiliko katika makazi au kazi yanaweza kujitokeza. Hivyo soma kwa makini nyaraka au fomu yoyote kabla ya kuzisaini. Pia si wakati mzuri wa kufanya uwekezaji mkubwa. Hata hivyo, mabadiliko mazuri yanaanza kuingia katika maisha yako na baadhi yenu mnaweza kusikia kutoka kwa mtu wa zamani anayetaka kurejesha mawasiliano. Nyota ya 12, nyota ya Pisces au nyota ya Samaki ni kwa wale waliozaliwa Februari tarehe 19 hadi Machi tarehe 20. Leo utakuwa na nguvu, utajiamini na pia utakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi haraka ambayo yatakusaidia katika masuala ya biashara au kazi yako. Kwa hivyo ushirikiano mzuri na wenzako utakusaidia kukamilisha majukumu muhimu kwa wakati. Fursa mpya ya kazi inaweza kubadilisha maisha yako, ingawa kuna watu wanaoweza kujaribu kuvuruga mipango yako. Utafanikiwa kwa sababu juhudi zako na subra zako zitaanza kuzaa matunda. Kumbuka, huu ni utabiri wa nyota wa jumla kwa watu wote wenye nyota hizi, haswa ikiashiria upande wa jua au sun sign. Tafsiri zingine za kiastrolojia pia hutegemea na moon sign. Kwa hivyo, chukua kinachokuhusu na uache kile kisichokuhusu. Pia usisahau kulike, comment, subscribe.